أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين. Kwanza kabisa mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Leo tunaanza na mtume Adam alayhi salam, ambaye ni baba ya wanadamu wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, kabla ya kumuumba Adam alayhi salam, Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Baqara, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoambia malaika, hakika mimi nataka nimweke juu ya hii ardhi khalifa, mfuatizi, ili arudi ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaambia malaika ya kwamba nataka nimuumbe binadamu ili arudi katika hii ardhi. Malaika walimjibu nini? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wakamwambia nini malaika? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a. Je, Allah, unataka umweke mwenye atakuja kuleta uharibifu juu ya ardhi na atamwaga damu juu yake? Allahu akbar. Allah, kwani sisi tumekuwa muqassiruna fil ibada? Ya Allah, sisi kwani hatukutakasi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ya Allah, sisi tunakutakasa kwa sifa zako ya Allah. Wa nuqaddisu lak. Ya Allah, sisi tunakutaja kwa utakatifu wako ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwajibu waje hao malaika, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi najua jambo ambayo nyinyi hamjui. Allah, kabla Adam alayhi salam kuumbwa, kanat aljinnu qabla Adam bi 2000 ama. Anatuambia kwamba kabla Adam alayhi salam kuumbwa kulikuwa na majini katika hii ardhi. Katika miaka 2000 kabla Adam alayhi salam kuumbwa kulikuwa na majini katika hii ardhi. Fafasaka dima, wakaanza kumwaga damu, wakaanza kuleta uharibifu katika hii ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya nini? Wab'atha Allahu ilayhim jundan min al-malaika. Mwenyezi Mungu akawatumania jeshi ya malaika katika duniani ili wadili na ile majini ambayo walikuwa hapa. Mmoja wapo ambaye alikuwa na majini, alikuwa na malaika, alikuwa anaitwa Azazil Aba Sajda. Alikuwa ni jini ambaye alikuwa na maabudu Mwenyezi Mungu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma pamoja na malaika wakuja wapigana na majini katika ardhi. Wakapigana na hao, fadaraduhum ila jazair al-bahr. Ikasemekana ya kwamba wakapigana na hao mpaka wakapeleka ndani ya baharini. Allahu, jini wakapeleka mpaka ndani ya bahari. Sasa ardhi ikabaki hivyo, hakuna mtu yote katika ardhi. Hiyo ndio sababu malaika wanamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, unawaleta watu ambao watakuja kuleta uharibifu na kumwaga damu katika hii ardhi. Ibn Abbas radiyallahu anhu anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada hiyo akamtuma malakul maut kuja kuchukua juu ya hii ardhi mchanga. Allahu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadith, inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha jami'an man fil ardh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumumba Adam alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimtuma malaika kuja kuchukua mchanga kutoka kando lote la ardhi katika duniani.
kila kona katika hii ardhi ilichukuliwa chembe cha mchanga kutoka hapo. Ili nani? Ili baba yetu Adam alayhi salam aumbwe naye. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kufanya hivyo, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia nini? Fajaa banu Adam ala qadar al-ard. Binadamu wakatokana na chembe na kila kona ya hii dunia. Minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad wa baina dhalik. Katika binadamu kuna wale ambayo ni wekundu, kuna wale ambayo ni weupe, kuna ambayo ni weusi, na kuna wale ambayo katikati yao. Utakuta wengine ni hivyo. Allahu akbar. Tumeumbwa na ile mchanga ambaye Mtume Adam alayhi salam alikuwa anaenda kuumbwa naye. Na wanaambiwa katika hao kuna wale ambaye tabia yao ni laini, kuna wale ambaye tabia yao ni hazani ngumu, kuna wale tabia yao ni mbaya, khabitha wal khabitha wad-tayyib, kuna wale ambaye tabia yao ni nzuri. Allahu akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, utapata binadamu ya kila aina wa baina dhalik, na katikati hao kuna mwingine anakuwa na tabia nzuri sahihi, baada ya muda kidogo amejibadilisha anakuwa na tabia mbaya. Allahu. Sasa binadamu ndio tumeumbwa hivyo, katika hiyo shakli, katika hiyo aina ya mchanga naye imechukuliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapeleka hiyo turab, hiyo mchanga ya kawaida ya kila aina imechanganywa. Mwenyezi Mungu akafanya nini? Katika Qur'an Mwenyezi Mungu anatuambia kila mahali vile binadamu aliumbwa. Mwenyezi Mungu kuna mahali anakutajia turab, mchanga. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu aliumba na binadamu na mchanga. Baada ya kuleta ile mchanga, Mwenyezi Mungu akaimwagia maji ndani ile mchanga. Tulipata wapi? Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Kila kitu ambayo ina uhai msingi yake ni maji. Allah tumeijalia maji iwe msingi yake katika kila kitu ambayo iko na uhai. Allah Mwenyezi Mungu kumwagia maji. Sasa ile mchanga ya kawaida turab ikajibadilisha ikakuwa bin, ikakuwa ni udongo. Katika ile udongo iko na maji ndani yake ile udongo. Baada ile udongo ikawachwa muda kidogo, ikae mahali, ikaanza ile maji ikaanza kupungua. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia tena binadamu ametengenezwa na bin lazim, mchanga, udongo wa kunata, ambaye ni matope ambayo ukishikilia kwa mkono yako inaanza kushikilia kwa mkono ni matope. Baada hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia tena katika ile dini lazim ikawachwa kwa muda mrefu, ikae mahali, ikaanza kubadilisha kala yake. Hiyo sasa inaitwa hama'in masnun, ikaanza kubadilisha ile kala yake, ikaanza kuwa nyeusi, ikaanza kuwa na harufu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kukaa kwa muda, Mwenyezi Mungu akaichukua akaitengeneza kama sanamu katika ile sura ya Adam alayhi salam. Adam alayhi salam akatengeneza sura yake vizuri, Mwenyezi Mungu akamtengeneza. Baada ya kuisha, Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, min salsalin kalfakhar, katika udongo ambaye inayotoa sauti. Na Mwenyezi Mungu anasema nini? A clay like pottery. Pottery haji kwa sababu sasa inatengenezwa hiyo udongo wa kinamo, sasa inatengenezwa na moto. Lakini binadamu hakuna mali yote alitengenezwa na moto, alitengenezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mkono yake, lakini ukiguza hivi inaanza kutoa sauti. Baada ya hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiwacha kwa muda mrefu 40 sana. Ile timthali, ile sanamu ya Adam alayhi salam akaiwacha kwa muda mrefu, katika miaka 40 akaiwacha mahali. Sasa malaika wanaizunguka, wanaitembelea, wanashangaa hii sanamu, hii mwili, hii kiwiliwili ni nini, wakizunguka wakiangalia. Allahu Akbar. Wakasema nini katika roho zao? Wakaambizana, liyakhluqa ma yasha, Mwenyezi Mungu anaweza umba ile kitu yote anataka, walakin lam yakuna afdal wa alam minna, lakini hatudhani kama atakuwa na fadila na kujua zaidi yetu. Allahu unaambizana hiyo. Sasa Iblis laanatullahi alayhi alikuwa anaitwa Azazil,
akakuja akaitembelea ile mwili ya Adam. Bado ile mwili ya Adam haiko binadamu, anakuja anaitembelea, anapita ndani yake, anazunguka, kwa sababu ile tumbo kila mahali ilikuwa ni wazi, anaipita ndani akiangalia kwani kuna nini. Iblisi akawaambia wale malaika, msimuogope huyu kiumbe. Mimi nimeona nini? Ra'aytuhu ajwaf, nimeona kuna njia ya kupitia ndani. Huyu ra'aytuhu ajwaf fa'alimtu annahu lan yatamallak an nafsi, nimeona ya kwamba huyu hata hawezi milikisha nafsi yake, hata hawezi jimilikisha. Huyu kiumbe ambaye mimi mnaona, msimuogope kabisa. Lakini wallahi, na hapa kwa jina ya Mwenyezi Mungu, la insullitu alayka la ughwiyana, wallahi mimi nikifanywa bora kuliko huyu nitampoteza huyu. Allahu wala insullita alayya la asiyana, lakini yeye akifanywa bora kuliko mimi, wallahi nitamasi. Kitambo kabla Adam alayhi salam awekwe roho, huyo ni timthali, ni sanamu tumesimama mahali, Iblisi anaanza mambo yake. Aba sajda anajiona yeye ndio bora kabisa. Anasema huyu akifanya bora zaidi yangu, wallahi nitamasi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, mimi najua ile jambo yote ambayo mnatoa dhahiri na ile jambo yote ambayo mnaificha katika roho. Allah, ndio Iblisi alikuwa anakuwa kwa sababu yake. Sasa ndugu zangu, Mtume Adam alayhi salam ikafika ni wakati yake ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwekea roho. Mwenyezi Mungu anasema, fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Anasema sasa ile nitamkamilisha Mtume Adam alayhi salam na nitampulizia roho. Je, alipulizwa roho wakati gani? Ndio tunaambiwa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu katika hadith, khalaqa Adam fi asri yawm al-jum'ah. Adam alayhi salam aliumbwa katika wakati ya asiri, katika siku ya yawm al-jum'ah, siku ya Ijumaa, ndio Adam alayhi salam aliumbwa. Allahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema nini? Nitamkamilisha Adam alayhi salam na nitampulizia roho kutoka kwangu. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu anasema nitampulizia. Baada kumpulizia, faqa'u lahu sajidin, ewe malaika nyinyi wote mtaanguka chini kumtii, nyinyi wote mtamsujudia Adam alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kumpulizia roho. Roho ikaanza na wapi? Roho ikaanza na hapa kwa kichwa, kwa ile brain. Inasemekana ya kwamba sisi na wanyama wengine na kwa different kutoka hii brain. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, wa'allama Adama al-asma'a kullaha, katika ile brain Mwenyezi Mungu kumwekea, Mwenyezi Mungu akamfunza kila kitu, viumbe vyote katika duniani. Adam alayhi salam akafunzwa katika akili yake. Ile brain roho ikaanza kuingia, ikakuja paka kwa macho, famfataha ainahu, Adam alayhi salam akaanza kufungua macho, ikafika paka kwa pua. Mtume Adam alayhi salam akapiga chafya. Baada kupiga chafya, malaika wakamwambia, ewe Adam, qul alhamdulillah, ewe Adam sema alhamdulillah. Adam alayhi salam akaruka akasema alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akamjibu akasema nini? Yarhamukallah. Mwenyezi Mungu akamwambia Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Adam kusema akasema nimemshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, nimemhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia, Mwenyezi Mungu aweke rehema juu yako. Mara ya kwanza sasa ile Adam alayhi salam anaomba Allahu Akbar. Adam alayhi salam anaomba. Sasa Adam alayhi salam famfataha ainahu, akaanza kufungua macho yake, faraahu thimar aljanna, akaanza kuona ile matunda ndani ya janna. Allah, Adam alayhi salam anaangalia ile matunda ndani ya janna. Adam alayhi salam roho inakuja inashuka mpaka chini, inafika kwa digestion katika tumbo, fadamia ilaiha, akaanza kuwa na matamanio ya ile matunda anataka
kula. Sasa roho imefika mpaka kwa tumbo, mpaka chini ya tumbo, baada haijaenda kwa mguu. Allahu Akbar. Adam alayhi salam anajaribu kutembea achukue ile matunda, anasikia kukula ile matunda ya janna. Allahu Akbar. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Wa kana al-insanu ajula, hakika binadamu ametengenezwa na haste, kuwa na haraka mingi. Allahu Akbar. Khuliqa al-insanu min ajal, Mwenyezi Mungu anasema tena ndani ya Qur'an, hakika binadamu aliumbwa kuwa na haraka mingi, kuwa na pupa mingi, kuwa na haraka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia. Allahu Adam alayhi salam ikaenda roho ikamfikia mpaka kwa mguu. Adam alayhi salam akawa kamili kabisa, ile roho akawekewa, akasimama, mwili yote ile udongo yote ikachange, flesh and blood, kila mahali kiungo yake yote ikakuwa kamili. Allahu Akbar. Ndio Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. O Muhammad, pale tulipoambia malaika msujudieni Adam alayhi salam, Allahu Akbar, fasajadu, malaika wote wakasujudu. Millions and billions and trillions and nawahesabiki malaika wote ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashaweka, wote walienda chini kifudifudi wakamsujudia Adam alayhi salam. Allah. Sasa kuna kiumbe mmoja amesimama katikati ya malaika hakusujudu, ila Iblisa, isipokuwa Iblis alikataa kumsujudia Adam alayhi salam. Allahu Akbar. Ule jamaa ambaye alikuwa anaitwa Azazil, kana minal jinni, alikuwa miongoni mwa jini, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu uzuri yake alikuwa amemleta akamweka ndani ya malaika. Lakini Iblis alijiona yeye akona kiburi. Mwenyezi Mungu anasema aba, alikataa kabisa kumsujudia Adam alayhi salam. Wastakbara, na akajivuna, akakuwa na kiburi, akajiona yeye ndo kila kitu. Wa kana min al-kafirin, akawa katika makafiri. Allahu Akbar. Baada hiyo Iblis alikataa kumsujudia Adam alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa akamwambia Iblis, qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. O Iblis, kwa nini humsujudi ule ambaye nimemtengeneza na mkono yangu? Allahu Akbar. Kwa nini unakataa kumsujudia ile kiumbe ambaye nimemtengeneza na mkono yangu? Astakbarta am kunta min al-alin. Iblis, ama wewe unajiona wewe kuna kiburi, wewe unajiona wewe ni hoti, wewe kuna kila kitu, unajiona wewe ni mkubwa sasa Iblis. Iblis akamjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema nini? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hakika mimi, o Allah, mimi ni bora kuliko kiumbe. Mimi umeumba na moto, yeye umeumba na udongo. O Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Huyu kiumbe umeumba na udongo, mimi ni bora kuliko yeye. Abu, angalia Iblis alianza kuwa na istikbar, alianza kuwa na kiburi. Ndio ashabu wanamuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nini kiburi? Sayyidina ya Rasulullah, vile ulisema la yadkhulu jannata man kana mithqala habatin min khardal min kibr, ile mtu akona tone kidogo, chembe kidogo cha kibri ndani yake hawezi ingia janna. Sayyidina ulisema ya Rasulullah, hiyo ulikuwa unamaanisha nini? Ni mtu ambaye amevaa nguo nzuri, ni mtu ambaye akona gari nzuri, ni mtu ambaye anavaa vizuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema hapana, wallahi, kwa mtu kukuwa na kiburi ni mtu yule alikataa ukweli. Ni mtu ambaye amekataa ukweli ya kwanza, na ya pili ni mtu ambaye he despises people. Ni mtu ambaye anajiona peke yake ndiyo bora kuliko wale wengine. Allahu Sasa na ndugu zangu, Iblis akaambia Mwenyezi Mungu, mimi ni bora kuliko Adam alayhi salam. Allahu. Mwenyezi Mungu akamwambia nini? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. O Iblis, toka hapa ndani, toka hapa ndani, hakika wewe umelaaniwa.
toka humo, hakika wewe umelaaniwa. Allah, wa inna alayka la'nati ila yawmiddin, na hakika laana yangu iko juu yako mpaka siku ya malipo. Iblis akamwomba Mwenyezi Mungu akasema nini? Qala rabbi fa'andirni ila yawmi yub'athun, o Mola wangu mlezi, mimi nipe muhula mpaka viumbe vyote wafufuliwe. Ya Allah, nipatie muhula. Ya Allah, ya Allah, ukinipatia muhula, la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtarikanna dhurriyatahu illa qalil. Ya Allah, ukinipatia, ukinakhirishia mpaka yawmul qiyama, wallahi nitawaangamiza dhuria yake, nitawaangamiza watoto wa Banu Adam, watoto wa Adam nitawaangamiza mpaka wadogo peke yake nitawabakisha. Mwenyezi Mungu akamwambia nini? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, hakika waja wangu wale wazuri, wallahi huna mamlaka juu yao, huna mamlaka juu yao. Iblis akamwambia nini? Ya Allah, nakuambia ukweli, fabima aqwaytani la uqidanna lahum siratak almustaqim. Ya Allah, kwa sababu ya Allah, kwa sababu umeniandikia upotofu, wallahi nitawakalia katika ile njia yako ambaye imenyoka. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, ya Allah, nitawakujia mbele yao, wa min khalfihim, ya Allah, nitawakujia nyuma yao, wa an aymanihim, na upande wao kulia, wa an shamailihim, na upande wao kushoto, wala tajidu aktharahum shakirin. Ya Allah, wengi yao huwezi ona wakiwa wamekushukuru. Ya Allah, Allahu akbar, utaona wamekushukuru. Ya Allah, ya Allah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, wallahi naapa kwa utukufu wako ya Allah, nitawaangamiza wote. Allahu akbar. Sasa nao anasema hivyo Iblis, sisi hatujichunge naye. Ni mtu ameapa mbele ya Mwenyezi Mungu atakuangamiza sisi wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia nini? Qala furuj minha mad'uman madhura, toka hapa Iblis, wewe sasa umekusha fedheheka, umekusha fudhuzwa. Lama tabi'aka minhum, na yoyote ambaye wewe Iblis atakufuata, atakuwa miongoni mwako, la'an jahannama minkum ajma'in, wallahi nitawaweka nyinyi wote mko pamoja ndani ya jahannam. Allahu akbar. Tutaendelea na kisa yetu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.